Mtazamaji wa Mateno Lives TV, karibu uweze kusikia uchambuzi wa mada juu ya sakramenti ya kipaimara, ikiwa ni sehemu ya dirisha la nyumba aminifu. Kwenye dirisha la nyumba aminifu huzungumziwa maisha ya sakramenti. Sakramenti ziko 7, lakini sakramenti 3 za mwanzo ambazo za mtu kuingizwa kwenye Ukristo ni sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya kipaimara na sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Lakini kuna sakramenti za uponyaji ambazo ni sakramenti ya kitubio na ya mpako wa wagonjwa. Na kuna sakramenti za huduma au sakramenti wanasema za wazima. Basi sakramenti ya huduma ni sakramenti ya ndoa na sakramenti ya daraja takatifu la upadre. Sasa bado tupo kwenye sakramenti ya kipaimara. Hakikisha una subscribe uweze kuendelea kupata uchambuzi hasa wa hizi sakramenti katika mfululizo kupitia Mateno Lives TV. Tumsifu Yesu Kristo. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai ambayo ameendelea kutujalia popote pale ambapo unaendelea kuitegea sikio Radio Tumaini, Radio kwa jirani inayotangaza kutoka jijini Dar es Salaam. Kiashiria hicho kinamaanisha kuwa ni wananyumba aminifu wamekwisha tua ndani ya studio za Radio Tumaini kwa ajili ya kutuletea yale yaliyo mema kwa ajili ya ujenzi wa nyumba na familia na ndoa kwa ujumla, na mwisho wa siku taifa na kanisa vinapata kupona na kuwa na uhai. Kwa niaba ya wote, mimi ni Frida Manga. Msikilizaji, kama ilivyo ada, jitayarishe, na mwanafunzi mzuri lazima awe na kalamu na karatasi ili aweze kuchukua nukuu muhimu ambazo atazitumia kwa ajili ya mrejeo baadaye hapo utakapokuwa umeketi mwenyewe nyumbani ama nao kama mwalimu kwa wengine. Ndani studio za Radio Tumaini, kama nilivyokuambia, wana nyumba aminifu wamekwishatia timu huko. Na leo kwa kweli ni jambo la furaha sana, maana wamekamilika, naweza kusema kwa idadi ya nyongeza kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Wana nyumba aminifu kwa pamoja. Amina. Amina. Tunaye dada Agnes Holomi, lakini Mr. and Mrs. Pasco Maziku, tunao Mr. and Mrs. Paul Mfungaema, lakini pia tunaye kaka Gordon Rwenyagira. Kwa mara nyingine tena karibuni. Asante sana. Tunafahamu tuna ujenzi wa nyumba yetu, lakini hatujui kama tunaendelea kuijenga nyumba katika kipengele gani. Yamkini leo tutakuwa na kitu kipya, si vibaya tukakumbushana tulipoishia alafu na pale ambapo tunaanzia. Sijui tunaanza na nani, kaka Pasco? Asante, lakini moja kwa moja tuanze kwanza kwa sala. Tuwakaribisha waliopotea siku nyingi. Vivian, utakuwa nami Pasco Maziku. Agnes Holomi. Usikika kwa mbali dada Agnes. Lilia Sela Mfungaema. Melanie Maziku. Gordon Rwenyagira. Basi tuanze kwa sala. Agnes Holomi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amen. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amen. kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Amina. Basi msikilizaji wa Radio Tumaini, jirani yetu wewe, tuko katika mwendelezo. Amesema sio ujenzi, yani tunaendelea kuchambua
umuhimu, umaana na ulazima wa dirisha katika nyumba, katika maisha ya miito yetu. Na dirisha tulisema linawakilisha sakramenti, kwa sababu kama lilivyo dirisha la kawaida linatoa hewa chafu, linaingiza hewa nzuri, linaingiza mwanga. Tukasema hewa nzuri ni Roho Mtakatifu na mwanga ni Kristo mwenyewe, kwa sababu yeye amesema kwa Injili ya Yohani sura ya 9 aya 5 na ile sura ya 8 aya 12 kwamba yeye ndio nuru, na anasema wapo duniani yeye ni mwanga wa ulimwengu. Sasa tukasema katika kuzichambua sakramenti hizi za Kristo, sakramenti za kanisa ambazo Kristo ametuachia kwa ajili ya kutupatia neema, na tukasema maana ya sakramenti ni alama wazi ambazo ni Kristo mwenyewe aliyeziweka ili zitupatie neema, lakini na mastahili ya kufika mbinguni kama tutazitumia vizuri. Yaani hiyo kama ndio muhimu, kwa sababu zinaweza zikawepo sakramenti lakini usizitumie vizuri haziwezi kukupa neema. Na tukao tumeanza sakramenti 3 za mwanzo ambazo tulisema ndio zinamuingiza mtu kuwa Mkristo sawa sawa, yani kuwa Mkristo kamilifu. Anaingizwa na sakramenti hizi 3. Ya kwanza ni ubatizo, tukaingia ya pili kipaimara ambayo tutaendelea kuimalizia siku ya leo, na leo tutaanza pia kuichambua sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Hizi sakramenti 3 ndizo sakramenti tunasema za kumuingiza, ndio mlango wa kuwa Mkristo sawa sawa. Sasa maana paka unahemea kabisa. Okay, haya. Ndizo sakramenti ama mlango wa kumuingiza mtu mbinguni. Kwa hiyo tunaendelea na kipaimara. Kipaimara. Tunaanzia wapi? Labda kwa samani kidogo, kwa sababu nilikuwa sipo, nilitaka kuchangia tu kidogo hapo uliposema kwamba dirisha ndio linatuletea mwanga na vitu vya namna hiyo, kwamba yani kwenye nyumba ya kawaida, imagine kwamba nyumba haina dirisha. Maana yake ni kwamba kuna giza. Hivi kuna methali nyumba yangu haina mlango. Kwa hiyo sasa yani nyumba ambayo haina dirisha ndani kuna giza. Na tunasema Yesu ndio mwanga mwenyewe. Kwa hiyo maana yake ni kwamba usipokuwa na Yesu, maana yake ni kwamba nyumba inakuwa ni giza. Maisha yako yanakuwa ni giza. Maisha ya nyumba ya ndoa, maisha ya familia yanakuwa hakuna uhai, ni giza. Kwa hiyo hili dirisha tunalozungumzia hapa ni kitu cha muhimu sana na lazima tusikilize kwa makini. Sawa, tuanze na Melania. Yeah. Melania, tupeleke kidogo hapo. Tulikwisha anza sakramenti ya kipaimara, kwamba hii ndio ambayo inamuimarisha mtu, lakini basi ni ya muhimu sana kama kitendea kazi. Ni ya muhimu sana kama kitendea kazi, kwa sababu tunaambiwa tunapopata kipaimara tunaimarishwa na tunapewa nguvu kwamba sisi ni askari kamili. Tunapaswa kuwa tayari kila wakati kuitetea imani yetu. Tunapaswa kuwa tayari kuwa kielelezo kwa wengine kwa matendo yetu mema na kufuata hata zile taratibu zinazotakiwa. Kama ni sala, sisi unapopata kipaimara ndio tunapaswa kujikita zaidi kwenye sala. Sisi ndio wahubiri, kwa sababu wewe ndio askari kipaumbele unaoongozwa mbele ili kuonyesha imani kwa wengine pia. Dada Agnes. Upo Nipo kabisa ndani ya kanisa Katoliki. Tunamshukuru Mungu kwamba anatupa maisha haya ya sakramenti, na katika maisha haya ya kila siku kuelekea kule ambapo tunaamini ndiko ambapo tunakwenda kutulia na Bwana wetu Yesu Kristo. Basi kipaimara ni nyenzo muhimu katika kuenenda katika safari hii ya hija kuelekea ule uzima ujao. Tunapozungumza juu ya kipaimara, jinsi tu neno lenyewe lilivyokaa, ni kipa aliye imara. Kipa akiwa legelege nitafungwa. Kwa watu wengi wamefungwa katika maisha yao. Wengine wamejifunga hata wenyewe kwa sababu ya ulegelege. Mlikuta mtu anakaa golini lakini anashangaa. Kwa hiyo katika hali ya kushindwa kuishi maisha yale ya sakramenti ya kipaimara, ujazo huu wa Roho Mtakatifu, tunajikuta kwamba hatui kipa aliye imara. Na hivyo basi tunaachia magoli mengi yanatufunga, chuki inatufunga, hasira inatufunga, uzinzi unatufunga. Tunafungwa magoli yani ya waziwazi kwa sababu ya kushindwa kuishi neema hii ya Roho Mtakatifu kupitia kipaimara. Kaka Paul, unasemaje? Mimi nachosema tu ni kwamba katika hiyo sakramenti ya kipaimara
mimi ninapopenda zaidi pale kwamba baba padre au baba askofu anaposema sasa Roho Mtakatifu anashuka na yale mapaji yote 7. Kwamba wale vijana sasa wanaimarishwa mapaji yale 7, basi wanakuwa nayo na vitu vya namna hiyo, ndio wanakuwa sasa askari imara. Na kutokana na ile maana yake ni kwamba yale mapaji na zile nguvu zinafanya kazi ndani mwao. So kwa maana hiyo ile huwa naipenda sana kwamba Roho Mtakatifu sasa anashuka, na kama alivyosema Yesu mwenyewe kwamba yeye anaondoka lakini anatuachia nguvu zile za Roho Mtakatifu kusudi tuwe nazo daima. Kumbe tunapokumbuka kipa imara, maana yake ni kweli yani wanatukip imara siku zote za maisha yetu baada ya Yesu kuondoka na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kipa imara ni sakramenti ambayo lazima tuizingatie na lazima kila wakati tuikumbuke, tuwakumbushe vijana wetu. Ingawaje kwenye maparokia mara nyingi wanasema au kwenye familia kuna challenge hizo kwamba vijana wetu au watoto wetu kwa mfano wanapopata ile sakramenti ya ubatizo sawa, sakramenti ile ya Ekaristi sawa, wanapopata sakramenti ya kipa imara anaona sasa kama amemaliza na kanisa tena haendi. Kwa sababu anajua sasa kama amepata chanjo fulani kwamba sasa mimi nishakuwa askari basi mimi siendi sehemu yote. Kumbe inatakiwa sisi kama wana familia tuwakamate vizuri na sisi wenyewe tujikamate vizuri na kuzingatia hayo ambayo kabla hatujaja kwa kaka Golden, dada Lili, kama unalo niongeza katika hayo, alafu tuje upande huu kipa imara. Asante sana. Na mapaji ya Roho Mtakatifu. Na ni changamoto kwenye kipa imara, tunaimarishwa kuwa askari kamili wa Yesu Kristo, na kipindi hicho ni kile kipindi ambacho tunasema watoto wanakuwa katika ule umri wa teenagers, yani adolescents, ndio ule umri ambao sasa watoto wanapata kipa imara. Ule wa damu moto. Damu moto. Changamoto nyingi. Kwa hiyo ni kipa imara. Akishapata sasa ndo anajiona sasa yeye anaelewa kila kitu. Kwa hiyo wazazi katika nyumba aminifu hapo tuna jukumu kubwa sana la kuwaongoza vijana wetu bila kuchoka. Akishapata kipa imara ni kukaa naye karibu, kuhakikisha sasa huyu askari tunamlinda ili awe askari kweli wa Yesu Kristo na kuendana kutokana na yale mapaji ili aweze kuimarika na kutokana na yale mapaji kweli aliyopewa siku hiyo ya kipa imara. Kwa hiyo tunaona katika kipindi hiki wazazi tunawajibika sana na sio kuwaacha kama vile ambavyo imekuwa desturi sasa hivi, na ni changamoto kubwa sana katika kanisa. Sio kwamba wamemaliza kupewa kipa imara basi wamepewa chanjo wanaenda jinsi wanavyotaka. Kaka Rwenyagira. Asante, nashukuru sana Frida. Basi mimi ninachoona hapa kwenye sakramenti ya kipa imara, kadri ya kanoni ya kanisa namba 879, hii tunatiwa chapa. Na vile vile ukiangalia katika katekisimu ya kanisa katika kipa imara wanasema inahitimisha kama ubatizo. Yaani ile sakramenti ya ubatizo sasa unapokuja kupata kipa imara unaimarishwa zaidi, na ndio maana tunatakiwa kuwa wasafi kwenye ibada na uchaji. Na ni kweli ambapo amesema kaka Mfungaema kwamba wengi tukipata sakramenti ya kipa imara kanisa kwanza hata watoto kusali kanisani waoni tena. Idadi kama ni zile misa za katikati ya wiki Alhamisi kulikuwa na watoto wengi wanapungua. Kwa hiyo hicho ambacho anakiongelea kaka Mfungaema ni kweli, na ndio maana tutaona umuhimu wa vijana kuendeleza katika vyama vya kitume mbalimbali kusudi waendelee kubaki katika kuimarishwa. Kwa hiyo hii sakramenti askofu au yule aliyepewa mamlaka na askofu anakupaka mafuta ya krisma. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kinatukumbusha, ukiangalia hata Yesu pale mto Yordani wakati Mungu anajidhihirisha kwake kwamba huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Na vile vile tunaona hiyo katika Pentekoste jinsi ambavyo Roho Mtakatifu aliwashukia mitume. Basi katika sakramenti ya kipa imara vile vile tunaimarishwa zaidi kuwa imara, kuweza kuwa askari wa Kristo, kuitetea imani yetu, lakini vile vile kuweza kuitangaza imani na kuwa watangaza injili. Sawa, tunasonga mbele kaka Pasco ama bado tunakaa hapa kwenye kipa imara? Hapa tunaweza tukakaa sana tu kwa sababu kuna vitu vingi. Kwa sababu maisha hayaendi bila kipa imara. Kwa sababu hii sakramenti tunasema ndio inayootesha mizizi ya Ukristo wako.
na sisi katika nyumba aminifu tunapoongea juu ya mfano msingi wa nyumba kwamba ukitaka nyumba ya gorofa ina msingi mrefu kwenda chini wenye mawe, nondo, kokoto, nguzo zilizo imara kabisa nini ili uweze kunyanyua gorofa juu iende sawa. Lakini msingi wa kawaida utajenga nyumba ya kawaida, haiwezekani kuweka msingi wa kozi 2-3 za tofali afu kaweka gorofa juu, litaanguka tu. Sasa katika maana hiyo ni kwamba sakramenti ya kipaimara ndio inaotesha mizizi ya Ukristo, na maana unakuwa sasa umeingia kwa kina katika uwepo wa Mungu. Ina maana kama Mungu ni msingi, sasa ndio unajikita vizuri na unakuwa sasa wewe umekuwa ni Mkristo sawa ambaye una nguvu, una mapaji hayo 7 yanaweza kusaidia, lakini pia na karama ambazo zinaweza kusaidia ukafanya kazi yako vizuri ili uzae matunda ya Roho Mtakatifu. Alafu Frida umesema kwamba yani kama tunataka kukimbia hapa ni pazito. Alafu mimi nilikuwa natafakari tangu jana nilipokuwa niambia passport nikasema sasa unajua yani hata ukifikiria kwamba wale waliopanga kwamba kuwe na kipaimara yani fikiria tu, alafu akafikiria kwamba ndani ya kipaimara ya mapaji 7 yepi ambayo Roho Mtakatifu anatuletea. Kwa sababu tunataja tunatuwakumbusha wasikilizaji kwamba mapaji 7 haya ni yepi. Kwa sababu nini passport? Tulikuwa hata juzi hapa kwenye kipaimara ya watoto hapa Tabata. Wakasema watoto nyamazeni kimya, wazazi tajeni mapaji 7 ya Roho. Ikawa shida. Na yule askofu alisema wazazi, baada akasema hapana, kabla ya wazazi wasimamizi wanasimamia watoto wa kipaimara. Roho Mtakatifu anashusha nini hapa? Ilikuwa ni tabu. Kwa hiyo lazima tujue kwa mtiririko huu kwamba jamani mapaji haya kuna hekima hapa, kuna hekima, mimi nayataja tu, si ndio hivyo mambo yenyewe. Huwezi kuyataja kwa mtiririko. Kuna ibada, kuna elimu, kuna nguvu, kuna shauri, kuna uchaji wa Mungu, kuna hekima nimeshataja, hekima na akili. Kwa hivyo ni vitu vizito sana, na kama ulivyosema pastor, hivi ndio mizizi. Kusudi mtu ustawi lazima uwe na vitu vya namna hiyo kabisa. Unaona, akili uwe nayo, elimu uwe nayo. Kwa hiyo tukimwomba Roho Mtakatifu, au kwa mfano sasa hivi watoto wetu wanafanya mitihani, wengine wanafanya, tunaombea nguvu za Roho Mtakatifu kusudi akawaangaze. Kwa hiyo imagine kwamba sisi kama Wakristo au nyumba ambayo haina Roho Mtakatifu, hivi mnaendaje? Ustawi wa nyumba unaendaje? Kama unavyosema pastor, hata ule msingi unakaa kaje bila Roho Mtakatifu? Kwa hiyo hizi nguvu za Roho Mtakatifu ni vitu vya muhimu sana. Kwa hiyo wazazi, mtu yote ule kwamba anapata kipaimara, anapata nguvu hizi, kwa hiyo nizitumie. Unapomwomba Roho Mtakatifu akikupa vitu hivi ambavyo unavyo hapa, lazima mambo yataenda vizuri. Inakuwaje? Maana kuna wakati mwingine unaona kwenye familia wazazi wanaruhusu mtoto anapata tu komunio, alafu anasema kipaimara bwana atapata huko kubwani hata akikaribia kufunga ndoa, ili mradi kashapata hii imemtambulisha rasmi Mkatoliki na anaweza kushiriki sakramenti, basi anamwacha anakuwa hivyo hivyo. Wakati misingi mingine ikiwa inajijenga, huyu anakuwaje mpaka anakuja kuingia kwenye ndoa? Anataka kuingia kwenye ndoa, ndio anakumbushwa kwamba lazima apate kipaimara kwanza alafu afunge ndoa takatifu. Mimi labda niliongelee hilo kwamba na hapo ndo wazazi tunakosea, niweze kusema. Watoto wengi wa sasa hivi wanapokwenda boarding, wanapoondoka nyumbani, wakija kurudi unashangaa ameshakuwa dhehebu lingine au anasali kwenye imani nyingine. Ni kwa sababu tumekosea katika kumuimarisha huyu mtoto katika ile ngazi wakati bado tuko naye nyumbani. Na lazima tuangalie haya mafundisho ya kipaimara watoto wetu wanaoyapata, wanakaririshwa tu kwa ajili ya kupata kipaimara au wanapewa na matendo ambayo yanawakumbusha ile imani yao. Lakini na familia zetu, nyumba zetu, kama baba na mama mmempeleka mtoto kwenye mafundisho ya kipaimara, pale nyumbani tunamlea vipi? Kuna ile hali ya kuona kwamba maisha ya familia yanaendana na ile sakramenti ambayo mnamlea mtoto. Kwa hizi ni changamoto ambazo ameileta hapo. Na tunapomwacha mtoto bila kupata sakramenti ya kipaimara akaenda huko kwingine, ni kama tumempoteza. Huyu anaondoka akiwa hajawa imara. Sasa ni rahisi kuyumbishwa huko anakokwenda, ukakuta mtoto umempoteza. Naomba labda na wengine wachangie. Mimi nataka kuchangia hiyo kwamba yani maana yake ni hiyo kwamba sisi kama wazazi lazima kusimamia vitu hivi. Kwa nini mtoto wako asipate kipaimara? Kwa sababu wewe mzazi unamkosesha.
na ndio maana pengine tuko hapa katika kuwakumbusha wazazi wenzetu, katika kukumbushana kwamba hiki ni kitu cha muhimu. Mtoto akishapata tu ile sakramenti au ile ekaristi, ujue kabisa kinachofuatia mwaka ujao mafundisho yale, na ni vizuri kabisa kama ana connect. Kwa mfano mtoto yuko kama mtoto yuko darasa 5 na baada ya darasa 6 apate ile sakramenti ya kipaimara, atakuwa tayari ameimarika na anakuwa navyo vile vitu, sio kusubiri kama ulivyosema mpaka kwenye kuoa au kuolewa ndio mtu anakumbuka tena kwamba kumbe kipaimara hajapata. Hii si sawa sawa sana. Kwa maana hiyo sasa unaona kama alivyosema kaka Golden kwamba inakuwa ni rahisi hata kukengeuka. Maana ile safari yake hajaenda nayo vizuri. Sio askari sasa kama alivyosema Melania, kwa sababu hapo unamkamilisha kusudi awe askari. Sasa kama sio askari basi anaweza kuchukuliwa na upepo wote ule. Dalili uliinamisha kichwa chini, ulikuwa unatafakari ama? Nilikuwa naendelea kutafakari kwa sababu umesema wazazi wanasema ataendelea huko mbele. Hujawahi kukutana na issue kama hizo? Issue zipo, ndo nasema wanasema kwamba ataendelea huko mbele, wakati anataka kufunga ndoa ndo atapata kipaimara. Lakini wakati wa hizo maandalizi ya ndoa huwa tunasahau tena. Huyu anayetakiwa aandaliwe, huyu anayetaka kufunga ndoa anazo hizo sakramenti, yani amejiandaaje kiroho. Huwa tunahangaika sana na mambo ya ukumbi, sijui wapambaji, sijui umefanyaje, lakini yale ya kiroho huwa tunasahau. Kama kwenye kipindi fulani nishawahi kusema kwamba yalinikuta mtu kaja kuomba mchango. Sasa wakati anaomba mchango nikamwambia umeshaandikisha? Akasema baba ataniandikishia. Kijana huyo anayetegemea kumbe. Kwa hiyo hana habari. Nikamwambia kabla hujaja na kabla sijakuchangia nenda akafuatilie unatakiwa nini ili uweze kufunga ndoa, kwa sababu mimi ninachojua inabidi uwe na muda fulani na nini, uende wewe mwenyewe parokiani. Basi akaenda akatekeleza, akarudi akasema mama umenisaidia sana, kwa sababu kwa kweli niliyokuta huko sio kama vile nilivyotegemea. Kwa hiyo nakushukuru, umenisaidia na sasa hivi nimefanikiwa, nimeandikisha ndoa. Kwa sababu nikamuuliza na huyo mchumba wako yeye ni dhehebu gani? Akasema mlokole. Lakini siku ile aliporudi akasema umenisaidia kwa sababu ilibidi na yeye nikamuulize kumbe yule mwenzangu ni nani? Ni Mruteli. Can you imagine? Yaani mpaka anategemea anataka kufunga ndoa, hajui kama mwenzake ni dhehebu gani. Wapo namna hiyo. Kwa hiyo yani wazazi tuna jukumu kubwa sana. Sio kumwacha tu mtoto aende, yani kumuongoza mpaka pale atakapoishia. Na wakati fulani wakati tuna seminar, nakumbuka Askofu Libena alishawahi kutuambia tuhakikishe kabla watoto hawajatoka nyumbani kwenda boarding wao wameshapata sakramenti paka ya kipaimara. Na ule umri mdogo akasema, na kuwafundisha watoto sio kwamba unakaa unachukua kitabu unaanza kumfundisha sijui maisha yenu. Akasema wangapi walifundishwa kupiga ishara ya msalaba? Watu wengine wakanyosha, wengine akasema lakini yeye anapofahamu ishara ya msalaba mtoto, yani kadiri mnavyoishi pale nyumbani na yeye akikua anaendelea tu, anakuta mnapiga ishara ya msalaba, kwa hiyo naye anajifunza. Kwa hiyo akasema katika ule umri mpaka miaka 8 wazazi mnatakiwa muishi ili watoto sasa wawafuate nyinyi, yani wajifunze kutokana na ule utaratibu wenu ambao uliopo pale. Kwa hiyo nyinyi mnajua kabisa hapa nyumbani kazaliwa mtoto wa kwanza, atabatizwa, atapokea komunyo, atapata kipaimara. Kwa hiyo na wale wengine wanaofuata wanajua ndio hivyo hivyo, watabatizwa, watapokea komunyo, watapata kipaimara. Alafu kitu kingine cha kusisitiza sana ni kwamba hata wale wasimamizi wao wa kiroho. Kitu kingine ambacho nacho pengine wazazi tunakimisi kwenye sakramenti hizo, kipaimara, hata ubatizo, lazima kuwaweka karibu wale, kwa sababu wale ndio wazazi au ni wababa wa mama wa kiroho wa hawa watoto ambao sasa wanazilea hizi sakramenti zote, kwamba mkiwa nao karibu pengine wanatusaidia hata kutukumbusha sisi ambao ni biological fathers au biological wazazi na vitu vya namna hiyo. Kabla dada Melania hujaingiza chochote, msikilizaji unaweza kushiriki nasi kwa njia ya ujumbe mfupi 0684485558. Hatutaruhusu simu, lakini ujumbe mfupi tutausoma hapa na utapata ufafanuzi. Ulikuwa una chochote cha kuongezea? Nilitaka kuongezea tu hapo umuhimu wa kupata sakramenti ya kipaimara mapema ni kwamba ili aweze kuviishi, aweze kuendana navyo ule askari ambao tulikuwa tunausema, akiupata toka mapema, akiuishi, ataweza kuwa imara na kujitetea ye mwenyewe hata kwenye hiyo
kipindi cha kwanza ndoa anajua kabisa anatakiwa kufanya hiki na hiki, kwa sababu ameshajua namna gani ya kujifuatilia mwenyewe. Lakini asipopata haya masakramenti yote kwa wakati, lazima hata vingine atakuwa ni ule wa kusukumwa, yani hajui namna gani ya kujifuatilia au kujiongoza mwenyewe. Kwa hiyo ni lazima sakramenti zote kijana au mtoto apate mapema ili aanze kuziishi vizuri. Basi labda niongelee kwamba faida ambazo kama wazazi tunatakiwa tujue kwamba hii sakramenti inatusaidia zaidi kutuongezea mizizi katika kufanywa wana wa Mungu, na vile vile inatupa nguvu zaidi katika Ukristo wetu na kutuunganisha na kanisa. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha msingi sana kama wazazi kukiishi na kuwalea watoto wetu, kuhakikisha tunaishi nao hivyo. Na Agnes karibu. Nilikuwa wakati kaka Ngaema anaongea nikakumbuka alipokuwa anaeleza kwamba lazima kuwe na watu nyuma ya hawa wanaojiandaa. Sisemi tu wazazi, lakini kuna viongozi wa jumuiya, kuna walezi mbalimbali. Sasa wakati anaongea nikakumbuka ndugu mmoja alinichekesha akaniambia, Agnes, mko hapo parokiani, nataka nikuletee mwananchi wenu. Nikamwambia samani, unajua unaongea na nani? Akanambia naongea na Agnes Yolo. Nikamwambia mwananchi wa nini? Anataka kuja kwenye mafundisho ya komunyo kwanza, kuna mwananchi amekuja kujiandikisha hapa. Ni kiongozi huyo wa jumuiya. Sasa najiuliza tunapeleka nini? Lakini sasa kitu kingine kuachilia mbali tu kwamba pia viongozi wa jumuiya wanapaswa kujua kwamba wenyewe ni walezi wa wale watoto, waishi maisha ya Kikristo ili watoto katika jumuiya pia wajifunze, kwa sababu ndilo kanisa dogo la nyumbani. Pamoja na kwamba tuna ile ecclesia domestic ambayo ni nyumbani kabisa, katika katekisimu ya kanisa Katoliki namba 1666 anasema hapa ndipo tutapata chimbuko la miito mingine yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndicho kitivo cha imani. Kwa hiyo sasa tunapozungumza juu ya haya, tusikazanie tu kuhakikisha kwamba watoto wanaenda mafundisho bila kukosa, ila tuhakikishe wameenda mafundisho, wamejifunza nini, na mimi mzazi iwe ni sehemu yangu pia ya kujifunza. Mimi napenda maaskofu walivyoanzisha hii kwamba na wazazi na wenyewe waulizwe, kwa sababu ndio wanakwenda kuwalelea watoto. Lakini sasa tukifanya tofauti tutakuta kwamba watoto kwanza ukiangalia komunyo kwanza ni umri mdogo. Kwa hiyo hadi kwanza mnakiangalia mfumo, kuna kitu kingine lazima tukiombe hapa katika kanisa pia. Mfumo wa ufundishaji haufanani. Watengeneze mfumo ambao utakava kiparokia. Unajua ukienda katika sekondari wana mfumo fulani wa ufundishaji. Ukija kwenye haya mafundisho mengine hakuna mfumo, yani watu wamejitengenezea. Sasa tunatakiwa sisi kama kanisa, na hasa tunapozungumza kanisa la kisinodi, tutembee pamoja. Tujue hii ndo mfumo wetu, ndo namna yetu ya mafundisho, ili tujue kwamba watoto wetu kama kuna laki kunakosekana kitu gani. Kwa hiyo ni kitu kizuri pia kuangalia sisi kama kanisa tunapoelekea katika hii sinodi ya maaskofu. Labda tu hapo tuliweke sawa kwamba kuna mfumo upo, baraza la maaskofu, kuna syllabus, mtaala kabisa wa mafundisho. Watoto toka darasa la kwanza, toka chekechea, toka darasa la kwanza mpaka darasa la 7 kuna mtaala upo wazi, na nakala zipo. Na mtu akitaka anaweza kuzipata tu, ziko hapo, na kila mashule makatekista wanapewa, isipokuwa parokia zetu. Mimi naomba sisi kama wana nyumba aminifu tuwahimize pia halmashauri ya walei, wanaweza kununua hivi vitabu waviweke pale parokiani, ili kwamba hawa makatekista na wale wengine wasaidizi wanaotaka kwenda kufundisha elimu mashuleni wawe na hii mitaala na vitabu vyake kabisa. Na kuna mtaala wa kuanzia form 1 mpaka form 6 upo, nini yafundishwe kwa kutumia material gani, kitabu gani, na kadhalika. Kwa hiyo wameyaweka vizuri. Kwa hiyo naweza kusema hilo ni kwamba sisi ufuatiliaji ndio ambao kidogo unalega hapo, ufuatiliaji mdogo. Na sasa hivi kuna changamoto kubwa, tulikuwa tunaongea na baba pale baraza la maaskofu kwamba sasa hivi pana changamoto kwenye ufundishaji hasa mashuleni, kwa sababu ilivyowekwa ratiba ya elimu ya dini imewekwa siku moja katika wiki, saa ile kwamba hii labda ni saa 5 mpaka saa 6, labda ni Ijumaa, shule nzima hapo ndio kipindi cha dini. Sasa unafundishaje mtaala? Maana mtaala utafundisha kwa saa ile, naona labda na katekista mmoja au na makatekista wawili, watafundishaje? Kwa sababu darasa la kwanza na la pili na la 3 wana masomo yao, la 4 la 5 wana masomo yao, la 6 la 7 wana masomo yao, form 1 wana masomo. Sasa ukiwaweka kwamba ni saa ile moja, matokeo yake tutafundisha kama ambavyo wanasema, unaweza kufundisha labda kirokole, kwamba unaita tu wote darasa moja la kwanza mpaka la 7, unaweka pale, unapiga mapambio, unawasomea mstari mmoja. Na ndivyo wanavyowekwa. Sasa huwezi kufundisha kwa mtaala.
na hiyo inaweza kuwa ni changamoto huku katika kuwaimarisha, kwa sababu tunaambiwa kama sakramenti ya kipaimara ndio inamuimarisha mtu katika Ukristo wake, inaotesha mizizi kwamba huyu sasa amekuwa Mkristo sawa sawa, na anatolewa roho ya woga, kwa sababu si anapata nguvu, ujasiri, yani mapaji 7, hekima, akili, elimu, ushauri, ibada, nguvu na uchaji wa Mungu. Sasa haya mapaji ameyapata huyu. Mtume Paulo alimwambia Timotheo, maana Timotheo akamwambia Timotheo, waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 1 aya ya 5 mpaka ya 7 anasema kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Maana maaskofu wanawekea mikono katika ishara ya kushtua Roho Mtakatifu. Maana Mungu hakutupa roho ya woga. Unajua, umenikumbusha yule kijana ambaye kwa Sera hapa alikuwa anasema kijana amwambia nasubiri baba akaniandikishie ndoa. Huyu ana roho ya woga, ni kwa sababu hajaimarishwa sawa sawa. Umeona? Na anasema basi tusione haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usionee haya mimi ni mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili. Sasa haya ameyasema Mtume Paulo kwamba kumbe huyu Roho Mtakatifu akija anatuimarisha, tunakuwa na nguvu, tunakuwa na ujasiri, unaweza kutoka mwenyewe. Kuna bwana mmoja alifukuzwa na baba paroko. Eti kaenda kuandikisha ndoa yeye mwenyewe. Eti mchumba anaona aibu. Akasema nenda tu wewe. Sasa paroko akamwambia wewe unapata wapi kwanza hiyo yani nguvu ya kuja kuandikisha ndoa peke yako? Tutajuaje kama kweli labda ni huyo amekubali au ni nini? Tunatarajia mliofikia maamuzi hayo, mmetoka huko kwenye urafiki mkakubaliana, mmewashirikisha na wazazi na ndugu na nini, mmekuja sasa mnaenda kwa paroko, twende baba paroko, mimi ni fulani, huyu ni mwenzangu na nini na nini, kwa hiyo tumependa kweli, tunatamani tuijongea tarehe Bwana tufunge ndoa. Yuko peke yake, anauliza anasema mwenzangu sasa sikia naona aibu. Kuna swali hapa limekuja, sijui kaka Pasco mtiririko ukoje, lakini unaweza ukalitolea ufafanuzi kwa faida ya msikilizaji. Ndio. Anasema mapendo wote hapo studio mkiongozwa na Dafrida, yeye ni Alois Mbuya, anawashukuru kwa mafundisho. Je, kwa nini mmeanza na sakramenti ya kipaimara kutufundisha wakati sakramenti ya kwanza ni ubatizo, ya pili Ekaristi na ya tatu ni kipaimara? Sakramenti ya kwanza ni ubatizo, ya pili ni kipaimara, ya tatu ni Ekaristi takatifu. Kwa nini? Hizi sakramenti hazirudiwi, ila sakramenti ya Ekaristi takatifu inarudiwa. Yaani utaipokea mara nyingi. Lakini hatupokei sakramenti ya ubatizo mara nyingi. Ndio sakramenti tunayoipokea mara moja tu. Sakramenti ya ubatizo na sakramenti ya kipaimara hairudiwi. Unaona, japo kuna Roho Mtakatifu mara kwa mara tunauitisha Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu naye pengine anapoa hachangamki kutokana na ile hali ya hekalu lake likiwa chafu. Unaona Kwa hiyo tunamuomba Mungu Roho Mtakatifu aje aamshe, na tunaamsha kwa sakramenti zingine, hasa sakramenti ya kitubio. Unaona, kufanya Roho Mtakatifu achangamke, kwa sababu yale mapambo ya shetani ambayo ni dhambi yakiondoka kwa sakramenti ya kitubio, basi Roho Mtakatifu anaendelea kututawala na kutuongoza vema. Kwa hiyo basi hiyo tu ni nia muhimu sana kukumbuka kwamba hii sakramenti zinapowekwa ya kwanza ubatizo, hii ambayo inamuingiza mtu kuwa Mkristo, inamfanya kuwa mwana wa Mungu, inavua utu wa kale, anavaa utu upya, anakuwa mfuasi wa Kristo, anakuwa ni mwana wa Mungu na wa kanisa na mengine kama hayo. Sasa hapo ndipo ambapo inapokuja anaimarishwa sasa, na anapoimarishwa kuwa Mkristo sawa, anakuwa yuko tayari sasa, hata atajua, hata akipewa sakramenti ya Ekaristi takatifu atajua nikikosea nina nguvu ya kuna ujasiri wa kusema mimi nimekosa, ngoja nikaungame ili nipokee Ekaristi takatifu. Na labda kama nimemuelewa pia alitamani kujua kwa nini tumeanza na kipaimara. Ukweli ni kwamba hatukuanza na kipaimara katika Pasco. Tulianza na darasa na dirisha la usajili. Katika majuma yaliyopita tukazungumza juu ya sakramenti ya ubatizo, tukiamini kwamba ndio inamuingiza mtu kwa mara ya kwanza. Sawa kabisa. Na alafu Pasco, nataka kusisitiza pale kwamba tukishapata hii sakramenti ya kipaimara lazima tuzingatie haya mambo, kwamba vijana wetu wanaendelea na elimu ya dini. Ndio Pasco uliosema kwamba mpaka form 6 kuna syllabus na nini. Mimi nakumbuka tulishirikishwa sana kutengeneza kitabu kilikuwa kinaitwa mafundisho ya dini baada ya kipaimara, Medibaki.
kipo na kinafanya kazi. Sasa ni kama ulivyosema Pasco, ni hizi parokia na viongozi wetu na namna ya kupanga hasa shuleni kule kwamba lini na saa ngapi hawa watoto wanatakiwa wafundishwe. Lakini kwa namna ya pekee sana kama nilivyosema Lili hapa kwamba tuangalie familia zetu. Shule ya kwanza iwe kwenye familia zetu. Tukitegemea watoto watajifunza zaidi shuleni, wapi kule kuna pilika sana. Kwa sababu hata watoto wengine ukiambia kipindi cha dini wanasema dini nini bwana, mimi naenda kujisomea labda physics. Sio naenda kusoma kitu gani? Wanaona hii kama iko chini fulani. After all mimi sitafanyia mtihani masomo kama hayo. Kwa hiyo tuwakazania hawa vijana baada ya kipaimara lazima waelewe kwamba lazima nimependa alivyosema na Melania akasema waweze kujitetea. Kwa sababu huko wanaingia duniani sasa kuna heka nyingi sana. Kuna mambo mengi. Kuna namna kuchagua marafiki, kuna namna kuchagua si wachumba, kuna mambo mengi. Asipokuwa imara lazima atatetereka. Lakini nafikiri tumpe nafasi pia msikilizaji anaweza kuwa na cha kuchangia kwenye eneo hilo, tukikumbushana tu kwamba basi tunaomba shule mbalimbali za msingi na sekondari na vyuo ziwe zile za binafsi na zile za serikali. Walimu wakuu na walimu wengine walioko pale, wa Katoliki walioko pale, hakikisheni shule zenu kuna mafundisho ya dini. Kwa sababu kuna timu ya CRE, kuna timu ya walimu wa dini. Hakikisha shule yako kama ni sekondari, kama ni shule ya msingi au kuna walimu wanakuja pale ambao wameasainiwa, wamepewa hilo jukumu kama ni katekista kama nani, kwa sababu kutoka jimboni kabisa inajulikana hivyo na wako chini ya Baba Kikudo, mkurugenzi wa katekesi. Kwa hiyo wafundishe dini kwenye zile shule zetu ili kuweza kuwanyanyua watoto. Watapatikana watoto wengine kama watoto wetu ambao pengine hawajapokea kipaimara na nini, watapokea huko au nini, watapata ule mwongozo. Lois Mbuya amerudi na swali lingine tena, anasema inakuwaje ikiwa mzazi hajapata kipaimara lakini anamuhimiza mtoto kwenda kupata kipaimara? Sijui kama nimeeleka vizuri swali lake, maana naona amezunguka, nimejaribu kwanza huyu mzazi ina maana kwanza pengine ni nje ya ndoa. Kwa sababu ndoa ya Kikristo Kikatoliki ambayo ni sakramenti huwezi kuipokea bila dada Melania ipo sahihi, ndio maana amesema ndoa Kikatoliki. Lakini Frida, yani kwa kumjibu mimi jibu langu lilikuwa kwamba huyu mzazi kwanza anafanya kitu kizuri sana. Mimi ninavyoona. Kwa upande mwingine kwamba pamoja na kwamba mimi mwenyewe sijapata hiyo kipaimara, lakini wewe mwanangu nenda kapate kipaimara. Umejuaje umuhimu wake kama hujapata? Niweke sawa. Naomba niweke sawa. Kwa sababu tuko kwenye redio hapa, watu wanatusikiliza. Ni ulichosema ni sawa kwamba mzazi ameona umuhimu mtoto akapate, lakini ni kosa kubwa sana kwa mzazi unampeleka mtoto kwenye sakramenti ambayo wewe hutaki kuifanyia kazi. Ni hili tunaliona kwenye ubatizo. Wazazi wengi unakuta anaruhusiwa mtoto wa kwanza kwa sababu tunasema labda ilikuwa hajajiandaa. Wa pili huwa tunakataa kwa sababu gani? Wewe kama unaona umuhimu wa sakramenti kwa mtoto, kwa nini wewe hutaki kuifanya? Kwa nini hutaki kuishi? Kwa nini hutaki uwe mfano? Sasa wewe unakuwaje mfano bora kwa yule mtoto? Umetaka mtoto apate sakramenti, especially ya kipaimara hiyo mtoto ameenda kuipata. Wewe mzazi una. Ina maana wewe mzazi unaishi na mama, hamna ndoa takatifu. Ina maana wewe uendi kupokea. Huyu mfano mzuri kwa mtoto. Kuna vitu huwezi kushiriki katika kanisa. Kwa hiyo tunaona hapa hii sasa iwe ni fundisho kwa wazazi. Kama unataka mtoto wako apate ubatizo, apate kipaimara, apate sakramenti ekaristi, sisi tuwe ndio mfano, tuishi ule. Tuwe kweli tena Mr. Gordon, tunaona kabisa kuna wazazi huwa wanasikitika kabisa, wamemkatalia mwanangu ubatizo, wamemkatalia asipokee sakramenti ya kipaimara, anasikitika, halafu yeye anaishi maisha yenye kizuizi. Wameshaambia madhehebu huko, lakini eti anataka alazimisha sasa huko wampatie, namwambia sasa wewe mzazi, maisha yako nayo yaishi, sio ya mfano. Kwa sababu tunasema mtoto tunaomba ubatizo, nyinyi wazazi mnaambia tunaombea ubatizo, anasema hii ndio imani yetu, ndio imani ya kanisa, si ndio? Tunamuombea mtoto
abatizwe, kwa sababu imani yetu na imani ya kanisa. Na sisi kama ilivyo katika katekisimu ya kanisa Katoliki namba 1656 na mpaka 60, tunaona hawa wazazi na namba 2688, kama hawa wazazi ndio walimu wa kwanza, ni shule. Hasa unamfundisha nini kama wewe mwenyewe huna ile imani? Huwezi kumpa mtu kile ambacho huna. Unaona, utampa kile ambacho unacho. Kwa hiyo ile imani ni hii ambayo tunawarithisha watoto wetu, na ili tulizingatie. Nafikiri ni kitu cha muhimu sana kwamba maisha ya sakramenti yawe yetu wote, na tuione thamani yake na tuyape uzito huo ulivyo. Mimi naomba huyu msikilizaji kama yuko hewani atufafanulie vizuri kwamba huyu mzazi ni wa namna gani, hajafunga ndoa, kwa sababu hapa sisi tunazungumzia watu au wazazi katika nyumba aminifu, kwa maana kwamba hawa wazazi wamefunga ndoa, wako vizuri, watoto ndio hawa wamezaliwa, wanakwenda kwenye sakramenti, ile formal structure. Lakini kwa jinsi alivyosema swali lake hatuelewa ametokea kwenye engo ipi. Ndio maana hata sisi tunababaika hapa. Yeye anaweza kusema niweka tu clear, huyu hana kipaimara. Kama hana kipaimara maana yake hana ndoa. Na kama hana ndoa maana yake hayupo katika nyumba. Ndio. Yeye amesema ni mwanandoa lakini hana kipaimara. Kwa hiyo ndio maana tukasema hii ndoa haitakuwa ya Kikatoliki. Kwa sababu ndoa ya Kikatoliki wanaangalia kwanza, unaenda na vyeti kabisa. Wanaangalia ubatizo. Amesema mzazi anapokutwa hajapata kipaimara, alafu anamuhimiza mtoto aende kupata kipaimara. Je, kwa sababu hili swali liko labda tuongee nje hapo. Kwa sababu nini? Kwa mfano mtu ka cross madhehebu. Babaki ni wazazi wake wako ng'ambo nyingine kabisa huko. Yeye kaja kwenye Ukristo. Pale utasemaje? Huyu anataka apewe sakramenti zote. Yani aliye cross ni nani? Mtoto. Ka cross bila mzazi wake. Exactly, so wazazi mese kwamba wazazi labda wako wa imani nyingine. Yeye mtoto anasema mimi nataka niwe Mkatoliki. Atakuwa Mkatoliki. This is what I'm saying. Kwa hiyo anasema lakini mzazi wake anampush kwamba nenda huko. Mzazi hatapata shida. Kwa sababu atakuwa mkatekumeni. Ndio maana nasema hili swali bado halijakaa vizuri. Mimi niseme kwa mfano. Kwa mfano mimi na jirani yangu. Maana nasema kama alivyosema kama Mfungahema, tusiliwekee negative tu. Sababu mimi naweza nikawa na chakula kidogo, nikamwandalia mwanangu, ni dhambi. Kwa sababu nini? Natengeneza priority fulani ili yule survive. Sasa kwa mfano mimi na jirani yangu, sasa hii ni living testimony. Jirani yangu yule yeye ni Mkatoliki, akaolewa Lutherani, lakini by then anakuja kwenye ile ndoa alikuja na kijana wake ambaye yeye mama kwa matashi na matakwa yake aliamua mtoto wake akae wapi? Katoliki. Na yule mama anashiriki vitu vyote, anachangia, na hata juzi tulikuwa na sherehe fulani amekuja ametuletea, anataka tena mtoto wake ni ministrant. Anahakikisha mtoto wake anapata kipaimara, anafuatilia, anafanya nini. Lakini mama ni Lutherani kwa sababu ameshaolewa nini? Lutherani. Kwa hiyo anamuhimiza kitu ambacho anajua kitamfaa, na tunaye pale na ni mwanajumuiya mwenzetu. Naomba tuliweke sawa sawa ili rekodi. Lakini kwa kuongezea kwa hili la dada Agnes, tayari alikuwa anaishi Ukatoliki kutokea kwa mama. Ina maana mama tayari alikuwa na sakramenti ya kipaimara awali ukifuatilia. Ila alihama dhehebu kwa ajili ya ndoa tu. Zile sakramenti za kwanza ina maana yawezekana tayari alikuwa nazo. Tena huyu ni legelege kwa sababu kwa Mkristo aliyeimarishwa akapokea sakramenti hizi tatu ambaye yuko imara, kuitetea imani yake na atafuata taratibu ili ndoa iwe mseto, ikahesabika ya Kikatoliki, atakwenda ataambiwa ndoa itafungwa Kikatoliki. Moja, ili huyu aendelee kupokea sakramenti za kanisa. Pili, watoto watabatizwa Katoliki. Kwa hiyo ataendelea kupokea sakramenti Katoliki. Huyu kama ameimarika na anajua kwamba kama nihitaji hasa wewe eti umekwepo afu umehamia dhehebu jingine, tunajua huyu ni legelege, imani yake haiko imara. Tumsifu Yesu Kristo. Haya, tunaendelea kujifunza msikilizaji, maana sisi sote ni kama vile tuko katika mwavuli mmoja. Kila siku, kila itwapo leo tunajifunza. Na hili kwa maana hiyo tunaliacha halijawa na majibu sahihi. Majibu yameshatoka sahihi. Katika haya yeye atakuwa amejua jibu lake liko. Sababu mjadala umekuwa mrefu. Naomba nikiongelee kitu kimoja ambacho kipo kwenye kanoni ya 892 mpaka 893. Ndio maana inakuja kwenye msimamizi ambaye anatakiwa kuwa msimamizi yule wa kipaimara. Anatakiwa ni Mkatoliki ambaye ameshapokea sakramenti zote.
Safi. Tumeelewana hapo. Kwa hili ndio himizo. Naomba tulizingatie hilo kusudi tusipotoshe, kusudi tuweze kuwavuta watu waweze kutekeleza wajibu wao. Wakiwa na imani thabiti. Tunaelekea ukingoni, tumesaliwa na dakika kama 7 hivi. Sasa sijui tunahitimishia na hii Tutagusa kidogo sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Kwamba katika maandalizi haya tunasema sakramenti hii ya Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya mwili na damu ya Kristo. Hii ndizo sakramenti hizi tatu wanasema zinamkamilisha mtu, kwa sababu hii Ekaristi Takatifu ni mpamba, ni chakula cha njiani, kwamba huyu muimarishwa ameianza sasa safari ya hija kuelekea mbinguni. Sasa anakula nini huku njiani? Kakagodo. Basi ni kweli, na hii sakramenti tunaona kabisa imewekwa na Yesu Kristo siku ya Alhamisi Kuu, na ni wakati wa karamu ya mwisho. Kwa hiyo hii tutaiona kwenye kanoni namba 897, lakini vile vile kwenye Injili ya Marko 14:22 mpaka 26. Kwa hiyo ni ukumbusho wa kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo hii inatukumbusha kila siku, na ndio sakramenti ambayo inapotokea sakramenti nyingine inatolewa unakuta na hii inaadhimishwa, sababu tunapoadhimisha ibada ya misa takatifu kuna Ekaristi Takatifu, kuna mageuzi. Na ndio maana tunaona hapa anayeadhimisha lazima awe ni padri au askofu au nini. Shemasi kwenye hii mageuzo hawezi kuingia hapo, ingawa ni daraja. Kwa hiyo tunaiona umuhimu wake, na vile vile hii hapa ni sadaka ya msalaba wa Yesu Kristo, kuonyesha ule upendo wa Mungu katika kutupenda sisi wanadamu, na ndio maana ametuachia, na ni sakramenti ya umilele, inaishi kutuimarisha kila siku. Hivyo basi tunaweza kusema maisha ya Ekaristi ni maisha ya sadaka, kwa sababu Kristo mwenyewe amefanyika sadaka kwetu, na sisi tumebatizwa katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tumekuwa Kristo mwingine. Kwa hiyo niangalie nafanyikaje sadaka kwa mwenzangu wa ndoa, nafanyikaje sadaka kwa watoto wangu, sehemu ya kazi. Maisha yetu yatawaliwe na maisha ya kisadaka, kujisadaka katika kila nyanja, basi hapo tutakuwa tumeishi maisha ya Ekaristi. Na kama ni maisha ya Ekaristi kwamba tunahitaji tuwe na chakula, Kristo aliweka uwezekano wa kubadili mkate kuwa mwili wake katika mazingira ya kawaida kabisa, kwamba katika maisha yetu ya kila siku watu tunahitaji, wanasema ili upate balanced diet, chakula ambacho kina uwiano ulio safi, si ndio? Yani zile aina 6 za chakula, sio hapo utakuwa na protini, utakuwa na vyakula vya wanga, utakuwa na mafuta, utakuwa na maji, utakuwa na nini. Sasa akaona kama hivyo Yesu ni mwanasayansi, yake ndio sayansi yenyewe. Unaona? Sasa Yesu amechukua hiyo katika mazingira ya kwetu, anatuachia nini ili katika hii safari tuendelee kulishwa kiroho. Kama ukila ugali, ukila pilau lako liko hapo lina protini za kujenga mwili, kuna vitamini humo na kadhalika, vinakusaidia kujenga huu mwili wako. Kadhalika roho lazima ijengwe. Kwa hiyo ingewezekana kabisa kwa mazingira ya kwetu, kwa mfano mazingira yale wenzetu ilikuwa kwamba mkate, chakula hiki. Kwa hiyo kama mkate huu mtu anaweza kula, akasema mlikula mkate mana jangwani, lakini bado ulikuwa unaweza kufa. Sasa nawapa mkate ambao utakuwa wa milele, ili kumfanya mtu aweze kupata ile picha kirahisi kwamba kama kweli tunakula halafu najengeka mwili, unasema sio mwenzetu unaenda vizuri, unakula nini mwenzetu, na afya yako vimashavu vinatoka. Sasa kama unakula halafu mwili unanawili, sasa utakula nini ili roho inawili? Ndio Yesu akaweka uwezekano kwamba anaweka uwezekano wa mkate ambao ni wa mbinguni, na alieleza hili kwenye Injili ya Yohani sura ya 6 aya ya 1 mpaka 73 kwamba mimi sasa nawapa chakula mwili wangu mwenyewe, mkinila mimi mtaishi, kwa sababu mwili wangu ni mwili wa uzima. Yohani 6:23, 53 mpaka 60. Kwa hiyo haya tunayaona kumbe ameweka uwezekano tule chakula. Kwa hiyo Ekaristi Takatifu ni kitu cha muhimu, ni zawadi ya muhimu ambayo Kristo mwenyewe ameiweka ili tuwe naye. Yeye amekuja kukaa pamoja nasi. Sasa ameweka uwezekano wa sisi kukaa naye moyoni mwetu, kwa uwezekano wa kumla kila siku ili tuendelee na hii safari, lakini tukimla vema katika hali safi ya neema ya utakaso. Ndio maana tunaambiwa waamini wa Kristo tunapata kuichukulia sakramenti takatifu kwa heshima ya juu kabisa. Hii ni kadri ya kanoni namba 898.
Tunashukuru walau tumeweza kuanza hilo, lakini pia labda kwa kumalizia tu tuziishi hizi sakramenti ambazo tumezianza kuziongelea vizuri ndani ya familia zetu ili tuweze kuwa kielelezo. Na katika kuishi ubatizo wetu, kuwa askari imara kwa kupata kipaimara, Ekaristi Takatifu itatuongoza au itatulinda tuweze kusimama imara kila siku na kujitakasa pale tunapokuwa na maanguko yoyote. Na tunaendelea kuwasisitiza wasikilizaji na wananyumba aminifu wenzetu kwamba nyumba zetu zikae katika utaratibu unaoeleweka. Wale ambao bado wako kwenye ndoa zile tunasema masuria, ndoa zile za sogea tukae, wajitahidi kwa sasa hivi waanze kutafakari, waweze kufunga ndoa ili waweze kuishi katika nyumba aminifu na hizi sakramenti ambazo tunaendelea kujifunza. Tunapoelekea tuhakikishe pia Kristo anazaliwa kwa kufanya maandalizi mema ya toba, na tunapokea Ekaristi basi katika siku hii ambayo tunakwenda kuiendea Dominika, basi tuweze kupokea katika mastahili yaliyo sahihi. Na mimi naona kwamba dirisha hili ambalo tumeliongelea na sakramenti hizi ambazo tumeziongelea zinaleta ustawi kwenye familia zetu, zinaleta baraka kwenye familia zetu. Kwa hiyo tuzingatie hii sakramenti ya kipaimara, tuzingatie pia na hiyo sakramenti ya kila siku ambayo tunasema tunaipokea kwa ajili ya kutuweka roho zetu ziwe nzuri na maisha yetu ya kiroho na kiimani yawe mazuri. Na kama zilivyo sakramenti zingine zote, unapata neema kwa kuiishi ile sakramenti. Wanasema efficacious grace. Zile neema haziji hivi tu kwa sababu mimi nishakomunika, mimi ninafundisha funga ndoa yangu. Unapata neema za ile sakramenti kwa kuiishi. Kwa hiyo kwa mfano kama ni mwanandoa, unapoiishi ile sakramenti ya ndoa ndo neema zinakuja. Kwa hiyo kadhalika hii sakramenti ya ubatizo, tunapokuwa kweli mashuhuda wa Kristo, tunapokuwa kweli waimarishwa wa Kristo na kuishi inavyopaswa, hivyo ndio tunapata neema. Na kwa kufanya hivyo tujiandae tukae katika hali ya neema ya utakaso tuweze kufaidika. Na zaidi sana kumbuka basi tunahitaji pia kufikisha habari hii, kutangaza haya, kuwafikia watu wote wengine katika mikoa mingine. Wewe unaweza kuwa mfadhili. Kama wewe unasikia kuna wahisani, wewe msikilizaji unaweza kuwa muhisani kwa mchango wako chochote kile unachoweza, lakini unaweza kupitisha katika namba hii ya uchangiaji ambayo ni Radio Tumaini, namba 5984111. Nitarudia, namba 5984111. Kwa hiyo unaweza kuchangia ili haya matangazo na vipindi vitamu kama hiki basi yakaweza kuwafikia na wengine. Na mrejesho kutoka kwake Alois Mbuya anasema asante kwa ufafanuzi kuhusu swali lake la pili juu ya mzazi ambaye hana kipaimara. Anasema ni yeye alitoa ufafanuzi hapa, nilimshirikisha dada Melania kwamba alikuwa anamaanisha mzazi ambaye hana ndoa lakini ana mtoto na ambaye hajapata kipaimara, na yeye alikuwa anataka kufahamu huyu mzazi wa namna hii mnamsaidiaje. Sasa sijui yale majibu ya Melania yeye mwenyewe akichambua atakuwa amepata majibu au unaniongeza kidogo kabla msaada. Kwanza arekebishe ndoa yake. Arekebishe ndoa itakuwa msaada zaidi, hata huyu mtoto ataiga. Sasa kaka Pasco kusema arekebishe ndoa na maisha, yani unajua yes, so single parent tu, wakati tunaishi kwenye hizi familia na tunayaona na yapo. Unaweza kukuta huyu binti labda kazaa hata na wakati mwingine hata na mume wa mtu. Sasa hapo ukimwambia arekebishe, hapana tu. Kwanza kwa huyu mtoto hili ni swala la kichungaji. Kwanza ni swala la kichungaji, waendelee. Baba paroko atawapa ushauri mzuri kwa sababu atakuwa anajua mazingira yao. Sisi hapa tunaongea hatujui hayo mazingira. Kwa hiyo wahakikishe kwamba wako karibu na baba zetu wa kiroho. Baba paroko watawasaidia vizuri zaidi. Huyu mtoto anaweza kaendelea na mafundisho, yeye pengine kama mtu mzima au nini, akaendelea na akapokea sakramenti zake, akaja kafunga ndoa kwa sababu yeye anakosa gani huyu mtoto. Kwa hiyo ataendelea kupata mafundisho na atalelewa na hilo halitakuwa tatizo. Ile tutakuwa tunasema kwa wengine kama hivyo, kama anaweza karekebisha, na huyu kama yuko na mume wa mtu muache, sio kwako, unaelewa? Sasa uweze kusema eti aendelee tu na mume wa mtu. ilikuwa ni kwamba umemwambia
akarekebishe ndoa. Sasa anairekebisha ndoa wapi? Basi arekebishe maisha yake. Akarekebishe maisha yake. Na kama ni single parent, angeweza kwenda kumtafuta huyo mume wa mtu, sasa akaanza kumwambia turekebishe ndoa. Na kama ni single parent, atengeneze maisha yake. Na kama ni mzazi ambaye hana mume alizaa tu, basi aende akajieleze vizuri kwa paroko kusudi afunguliwe njia, ajue mafundisho gani ya kufanya, aweze kuendelea. Karibu tunaianza majilio. Tubuni mkaiamini Injili. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu kabisa, ni kumrudia Mungu afu yeye atatuonyesha njia, kwa sababu yeye ndio mfalme wa amani na atatupa amani zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Tulianza kwa sala, tuhitimishe kwa sala ili hayo yote yakaendelee kuwa chachu katika mioyo yetu na yakapate kibali vizuri. Mr. Paul. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba Mungu, tunakushukuru sana kwa kipindi hiki cha leo. Tumezungumzia dirisha, tumezungumzia sakramenti, hasa sakramenti ya kipaimara. Basi tunakuomba sana, tume Roho wako Mtakatifu aweze kutuongoza na kuongoza nyumba zetu, familia zetu, baba, mama na watoto, ili tuweze kuziishi hizi sakramenti ambazo tumezijadili leo na kupata baraka kutoka kwako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Tukuza Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Na msikilizaji wa Radio Tumaini, tamati ya kipindi cha Nyumba Aminifu na wana Nyumba Aminifu hapa studio za Radio Tumaini. Tuliokuwa nao hii leo ni dada Melania Maziko, dada Lilian Astela Mfungahema, Paul Mfungahema, Pasco Maziko, Agnesi Ulomi na kaka Gordon Runyagira. Mimi ni Frida Manga. Wakati mwingine endelea kuitegea sikio Radio Tumaini kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Amina.